Yes, of course, mimi nitawali karibu kwa majini yangu na Salali Jembe tupige na story tu namna ambavyo ameona mechi za mwisho kuelekea kwenye international break, na kikosi kimataifa kipo kambini na jana kimeanza rasmi mazoezi kuelekea katika michezo ya FIFA Series kama ambavyo imeainishwa na shirikisho la soka la mpira duniani FIFA. Lakini hapa nyumbani kwetu story ni nyingi sana, matukio ni mengi. Jana Simba Sports Club alimuongeza mkataba Elie Mpanzu Kibisawala miaka 2 kuendelea kutumikia wekundu wa Msimbazi. Lakini kwa upande wa wananchi Young Africans, wao jana walikuwa na kikao cha kamati ya utendaji kujadili mwenendo wa timu yao kwa mzunguko huu wa kwanza, huku wakiwa vinara kwenye msimamo wa ligi kuu. Lakini pia wameongeza nguvu kwenye benchi lao la ufundi. Morin ambaye alikuwa kocha msaidizi wa Young Africans msimu wa mwaka jana akishirikiana na Miludi Hamdi amerejeshwa kambini kwa maana kuongeza nguvu kwenye benchi la ufundi la Yanga. Lakini pia wametoa onyo kwa kocha mkuu Pedro, aina ya uchezeshaji wake imekuwa tatizo kwenye kikosi chao. Lakini pia wamezungumza issue ya ratiba, imekuwa back to back, hiyo pia imechangia kwa namna moja ama nyingine timu yao ku drop. Lakini pia wamezungumza issue ya majeraha kwa wachezaji wao. Lakini tukio kubwa la mlinda mlango Djigui Diarra ambaye katika mchezo dhidi ya Mtibwa alionekana akigombana na muamuzi. Lakini pia tukio la kuonyesha dole la kati waandishi wa habari katika uwanja wa Dodoma pale Jamhuri, watu wakaanza kudiscuss tofauti, lakini bado kamati haijatoa tathmini ama hukumu kwa kile kilichotokea pale Dodoma katika mchezo ya Mtibwa dhidi ya Yanga. Lakini story nyingine kubwa ni Chabwedo anahusishwa na wekundu wa Msimbazi. Je, kwema? Kwema. Mambo vipi? Vizuri. Alhamdulillah bwana. Wajembe tumejana Yanga tulifanya kikao cha kamati ya utendaji kufanya review ya mzunguko huu wa kwanza, kwa namna walipofaulu, walipofeli, wapi waongeze, wapi fanye nini. Jibu walokuja nalo ni kuongeza nguvu kwenye technical bench. Morin aliwahi kuwa kocha wa Yanga msimu uliopita na kutoa ubingwa akishirikiana na Melody Hamdi, wamemuongeza kwenye kikosi. Hivyo Yanga watakuwa na makocha 4 kwenye benchi lao, yote kuongeza nguvu kwenye hiko. Unazungumziaje, na kamati ilikuwa sawa kufanya review ya msimu ya huu mzunguko wa kwanza? Unajua kuna kitu kimoja kwenye hizi timu zetu, kwamba vitu vingi vimekuwa vikifanyika kwangu ninavyoona kwa maamuzi ya watu wachache sana, kwamba anaweza kaamua mtu mmoja tu basi akaamua tunamleta fulani bila kushirikisha watu wengine. Lakini Yanga wamekwenda kukaa, solution wao wakaona ni kumleta kocha msaidizi. Bahati mbaya sana hata ukiangalia kwenye taarifa yao hawakuambii sababu za msingi sana kumrudisha Morin. Wanamrudisha kwa sababu nini kilikosekana baada ya yeye kuondoka, au wanamrudisha baada ya kuondoka aliondoka na kitu gani ambacho sasa hivi atakuwa amekirudisha. Kwenye normal logic mimi naona ni kwamba kwa yeye peke yake akiwa kwenye mfumo labda wa aina yake anaenda kukutana na benchi lote la ufundi ambalo lina mfumo wake na utendaji wake wa kazi. Sijui kama inawezekana kuwabadilisha wale kwa kila kitu. Otherwise kama utaniambia umemrudisha ili awe anawachongea kwa mabosi kwamba hawataki kitu fulani na hawataki kitu fulani, na mimi bado nitaona hata kama Yanga watarudi watabadilika na kufanikiwa kushinda, bado mimi naamini itakuwa ni juhudi tu za benchi la ufundi la Yanga lenyewe baada ya kuwa wameona makosa. Kwa sababu mimi ninaamini kama benchi la ufundi liko full, kwa maana ya makocha wote walikuwa makocha, kocha msaidizi, kocha wa viungo, video analyst na kadhalika, hawa wanatosha sana kuirekebisha au kukirekebisha kile wanaona kimepungua. Na kama wataona imeshindikana, basi maana yake ni kuwatoa wale na kuleta wapi ambao wanaweza kufanya kazi mpya. Lakini hii pia inaweza kani kutengeneza contradictions. Kwa hiyo kesho tukiona Yanga inaanza kufanya vizuri, kisingizio kinaweza kawa tunaona kwa sababu alirudi Morin. Lakini mimi naamini itakuwa ni wao wameweza kujua makosa yao na kuyafanyia kazi. Na tusiamini Yanga inafanya vibaya kwa sababu ya benchi la ufundi peke yake tu. Kwa sababu nimekusikia hata mara moja mara mbili umesema kwamba kamati ya ufundi naamini ni aina ya uchezaji wao. Unakumbuka kocha alivyokuja, huyu kocha ndio tuliambiwa kocha sijui wa dunia, kocha wa nini, na bahati nzuri kweli alianza vizuri. Kwa hiyo katika hali ya kawaida unakuja unaangalia ndani labda michezo 5 kafanya vizuri, ndani ya michezo 3 inayofuatia yote anafanya vibaya. Nini kinatokea?
Mimi nilikuwa naangalia tofauti kidogo. Kwa sababu ukiangalia hii hali haijatokea upande wa Yanga tu. Mfano Yanga sasa hivi wana sare ngapi? Sare 5. Mfululizo wezoenda nazo zile 3. Azam, ni Azam, Mtibwa na TRA. Simba na sare zilizopatana ni sare 1. Haiwezi kuwa 1. Walipotoka kucheza na Yanga wakacheza na nani? Walianza na Dodoma. Walisare na Dodoma. Wakaja wakasare na Yanga. Wakaja wakasare na Pamba. Kwa hiyo Yanga Simba kafunga mchezo mmoja. Exactly. Sasa nimezungumzia kuna hiyo trend. Ninachotaka kukuambia kwamba ulitaka hapa sasa Simba na wenyewe waongeze. Mfano najaribu kukuambia kwamba Simba wangeweza kuongeza na wao kocha mwingine ili waweze kuwasaidia kwa nini mpate hizo sare za mfululizo. Lakini Simba nafikiri walichokiona wao wameamua kwenda na benchi lao la ufundi na kuliamini. Mwisho wamekwenda kushinda mechi versus TRA ambao nafikiri kwa one of the best game kwa sababu mimi nimeiangalia ile mechi ambazo zinathaminisha ligi. Hata kama TRA walipoteza kwa mabao 3, lakini unaona timu ambayo walionyesha uwezo mkubwa sana kisoka. Sasa hilo ndio lilikuwa la kuliangalia zaidi kwamba kuna changes sasa hivi zipo kwenye baadhi ya timu, lakini kuna changes sasa hivi ipo kwenye swala la uamuzi wa ligi yetu. Kwa maana ya fairness. Unawaona Simba na Pamba mechi inachezwa, unaona ndani ya dakika 1 au 2 matokeo yanaweza kubadilika na ikawa Pamba 2 Simba 1. Sinawezekana kabisa kutokana na aina ya uchezaji. Lakini ulikuwa unaona Yanga na TRA anytime inaweza katokea ikawa 1-0. Yanga bila TRA 1 possible. Sasa hiyo ni aina ya vitu vimekuja nje ya Yanga na nje ya Simba. Fair imekuwa kubwa. Ni kweli Simba na Yanga hakuna mtu anaweza kupinga huo kuna upendeleo kana kuepo. Lakini tumeona malalamiko mengi ya penalty zile zisizo na sababu, waamuzi kutokuwa fair kwa timu hizi ambazo sio Simba na Yanga. Sasa hivi imebadilika na hii ni baada ya watu kupiga kelele sana. Watu wamepiga kelele na mambo yamebadilika. Kwa sababu hata unafikiri uliona mechi ya Prisons na Yanga. Sasa watu nafikiri wangeiangalia kwenye aina hiyo. Na kingine ambacho mimi nimekiona asilimia kubwa ya wachezaji mfano kidogo level yao inawezekana tulikuwa tunadanganywa. Na inawezekana tulikuwa tunadanganywa sasa zingine kuna msaada wa backup. Kwa maana msaada nje ya uwanja inawezekana. Sasa hivi wameachiwa wacheze kwenye level zao, kumekuwa kuna ile hali ya sasa wanashindwa kuonekana wana perform zaidi kuliko wachezaji wale wa timu nyingine. Sasa ushindani maana yake umeongezeka kwa sababu ya fairness. Si ndio? Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nafikiri timu zote walipaswa wakiangalie. Na waambie watu wa benchi la ufundi kwamba sasa tunatakiwa kuongeza kitu fulani na fulani au kuambia wachezaji wao pia kwamba sasa lazima wajue wanachezea timu kubwa na inahitaji matokeo. Lakini kuongeza huyo kocha kama wao wameona ni solution. Sawa? Acha tuone itakuwaje kwa sababu usiniambie huyu anaweza kuwa bora kama ni kocha msaidizi ndio atawasaidia watu wengine kuchukua ubingwa akiwa kocha msaidizi. Basi yake kocha mkuu moja kwa moja ili timu ichukue ubingwa. Lakini watu wanasema kama stadi ya kumfukuza Petro kwa namna ambavyo kwa nini wamfukuze kwa kumpaka mnasema nini? Mafuta kwa mgongo wa chupa. So kama angekuwa wameonekana wanataka kumfukuza to be straight tu kwamba kazi hakuna kutokana na ulichokifanya. Basi kazi imeisha. Na hapo ndo angemleta huyo nani Mourinho anakuja pale kwa ajili ya kwanza moja kwa moja endelee na kazi kama kocha wa muda mpaka atakapopatikana kocha mwingine au kama yeye ataiweza kazi ya peo. Kwa hiyo mimi sioni kama hiyo ni njia, lakini pia kwa yeye kawaida ataanza kuona ni kama njia ya kumpeleka kwenye mlango wa kutokea. Sasa choice itakuwa ni kwake. Mimi kwangu ndio maana nikwambia nilichukulia tofauti. Ilikuwa ni kama kumpa pressure kocha kuongeza juhudi na kufanya vitu vyake vizuri kwa sababu atakuwa anajua mimi nikizingua sasa hivi tu kuna mtu ameshasogezwa hivi. Kwa hiyo itakuwa ni kama alert kwake lakini sio kama njia ya kumfukuza. Sasa kubaki au kujifukuza nafikiri kutabaki kwa kocha mwenyewe. Ikija kwenye statement yao ya Yanga wamezungumza issue ya ratiba. Wametoa muda waliocheza mechi, wamezungumza hadi muda waliosafiri kilomita pale kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Wamesema hii pia imechangia kwa namna moja au nyingine Yanga kusuasua kwenye kuperform lakini pia kwenye kupata matokeo.
Unajua nimeona haya mambo yanatokea sana. Watu wakifanya vizuri wanajisifia wao kwa kufanya vizuri. Wakifanya vibaya wanabeba ule mzigo wa kufanya vibaya, wanawapelekea watu wengine. Mfano, kabla tarudi kwenye hiyo nyuma, nilikuwa naangalia mechi za Yanga. Sasa hivi ni April 4 kucheza na Prisons, alafu April 8 wanacheza na Pamba Mwanza, ambayo ukiniambia ndege Dar es Salaam na Mwanza ni saa moja. Kama kuna maandalizi masaa matatu, fanye shughuli masaa 4, mtakuwa mko Mwanza, mko hotelini. Mtaondoka manake tarehe 5, mna tarehe 6 na tarehe 7. Mtacheza tarehe 8. Tarehe 16, wiki moja baadaye, ndio watacheza Mbeya. Halafu siku 3 baadaye watacheza Dar es Salaam. Narudi pale pale. Safari. Halafu baada ya tarehe 19 wana siku 11 watakwenda watacheza na Coast Dar es Salaam pia. Wakiwa Dar es Salaam, na inaonekana Mei 3 ndio na Simba, si ndio? Sasa ukiona mtu anataka kulalamikia ratiba, akakwambia zile kilomita ambazo hakuambii, mfano kama ukisafiri kilomita 1200 hadi Mwanza, alafu unasafiri kwa saa 1 na dakika 10 ukiwa kwenye ndege, halafu unataka kujaribu kusema sisi tumesafiri muda mrefu. Hebu jaribu kuangalia Prisons, angalia siji Coast, angalia hizi timu lakini bado zinacheza na zinatoa upinzani kwa hizi timu. Kwa hiyo kwenye hilo mimi ushauri wangu kwamba Yanga wangeweza kuangalia kinachowafanya washindwe kuperform, au kuangalia nini wanaweza wakaongeza performance yao, level performance yao, ili kuweza kupambana na hizi timu ambazo nazo zimeongeza level yao ya performance, na waache kulialia bila sababu za msingi, kwa sababu haipendezi pia kila jambo likitokea nyinyi mnasingizia tu tulionewa. Mkishindwa kufunga mnasema goli lilihamishwa, mkishindwa sio kushinda mnasema, yani nyinyi hamna kitu ambacho kinawahusu nyinyi wenyewe. Yani kila kikitokea kitu lazima mumsakizie mtu fulani, na haipendezi sana kwenye mpira watu kwa wanalalamika kupitiliza. Kijembe ya tukio kubwa ni la Djigui Diarra. Tumetafsiri tofauti kwenye mitandao ya kijamii. Tumeona pia afisa habari wa Simba Mediali ni kama anaongelea nyundo kwa namna ambavyo anavyolizungumza. Djigui Diarra aligombana na mwamuzi kwa